Hapa ni katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Amani Nsalaga ambacho kinamilikiwa na kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Siku ya leo imefanyika tukio kubwa sana, semina ambayo imeweza kuwakutanisha walezi pamoja na washiriki kwa maana ya kwamba wale ambao wanakisimamia kituo hiki kwa siku hii ya leo. Na semina hii imeweza kuandaliwa na idara ya udiakonia ambayo inaongozwa na katibu wa idara hiyo ndugu Eliud Mahenge. Lakini hapa siku hii ya leo katika semina hii ambaye ameweza kufungua semina hii ni mchungaji Asulumenye Mohalende ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Yako mengi yameweza kujiri na mimi niko hapa kuhakikisha kwamba nakupa kile ambacho kimeweza kujiri hapa. Kwa sasa nikupe nafasi ya kumsikiliza makamu mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Asulumenye Dickson Eva Mohalende ambaye amefungua semina hii katika kituo hiki cha kulelea watoto yatima cha Amani Nsalaga. Injili kama alivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 15, maneno ya Mungu yanasema, kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Yesu aliomba, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Sasa haya ndio maneno yanayotutangulia kwenye semina yetu hii kwa siku hii. Kwa upande wa kanisa popote duniani, majira haya tunayoendea ni majira ya Pentekoste, kwa sababu Jumapili itakuwa ni siku ya 50 tangu Yesu Kristo alipofufuka na kupaa kwenda huko juu mbinguni. Kwa ni majira ya Pentekoste, kwamba ametuma Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutukumbusha yale yote ambayo yeye alipata kuelekeza na kufundisha hatua hai hapa duniani. Ndio majira tulionayo. Tunakumbana na habari za maneno yanayotangulia asubuhi hii kutoka Zaburi ya 125 na mstari wa 2 na Injili kama alivyoandika Yohana Mtakatifu. Lakini katika haya maneno yote yanayozungumza Mungu anavyozungumza hapa, anasema kama milima ilivyouzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Maana yake anaonyesha kwamba Mungu anatulinda, anatutunza, anatupigania katika maisha yetu yote tangu tulipozaliwa kutoka tumboni mwa mama zetu. Ni Mungu anayetulinda na tutunza. Baba anasema kwamba kama ilivyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Yaani anatuzungukia, anatutembelea, anatutazama, anatupigania, anasema mpaka milele yote atakapokuja kuchukua kanisa lake kwenda mbinguni ambako Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Mungu anatutunza. Haijalishi ni usiku, haijalishi ni mchana, haijalishi ni kwenye shida, haijalishi ni wakati ambao unafaa kwetu. Haijalishi tuna magonjwa, tuna mahitaji, haijalishi tuna furaha. Lakini Mungu anatulinda yeye mwenyewe siku zote mpaka milele. Huyo ndiye Bwana aliumba mbingu na nchi, ambaye ametujalia tulionao yote katika dunia na uhai huu tulionao. Yeye mwenyewe ambaye ametujalia, anatutunza siku zote. Ndivyo anavyoonyesha katika hali hiyo. Kama kulikuwa na watu ambao walionyesha habari za kulinda katika milima ya kule Yerusalemu kwa wakati ule, analinganisha hivi usiku na mchana. Na maana maneno kama Bwana angepata kulala tungeweza kuangamia kusikuwezekana. Alafu natulinda kwa vile ambavyo sisi hatuwezi kufikia. Ni Mungu anayetutunza katika upeo na mawazo yetu, na kila anajua kesho yetu, anajua hata safari yetu ya kusafiri hapa duniani. Anajua Mungu. Ndio maana tunahitaji kumulilia yeye, kumtegemea yeye, kumuita yeye ambaye ni Mungu Baba yetu, mchungaji wetu wa kweli. Hakuna mwingine zaidi ya hapo. Na hapa Bwana Yesu anazungumza, anasema kwamba mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Mungu anatulinda kwa maovu mbalimbali kutoka kwa adui yetu Shetani. Anatutunza Mungu
hata vile ambavyo sisi hatukufikiri wala kuwaza. Tunapokuwa tumechoka kiasi kama kile, anatulinda Mungu. Tungefunuliwa katika ulimwengu wa roho, tungepata kuona ni namna gani adui alivyokuwa ameelekeza mishale kwetu sisi. Pengine tusingeamka wazima leo, ama tusingefika siku ya leo. Tungefunuliwa jinsi alivyofanya ulinzi wa ajabu, tungeweza kushangilia kipekee kwa kila mmoja wetu na kuwa na msaada wake wa pekee. Umepita usiku mzito kwetu tulipokuwa tumelala. Tunapoamka leo tunakumbana yako matukio mbalimbali ambayo yametokea katika maeneo yetu na hata katika nchi yetu na hata katika mkoa wetu na maeneo mengine mbalimbali. Anatutunza Mungu jamani. Ndio tunahitaji kumtazama yeye peke yake. Waache wanadamu wanaokata tamaa, hata ingekuwa rafiki wa karibu sana. Ikifika wakati wa taabu na shida, wote wanakimbia wanatuacha. Lakini sio Mungu. Mungu yeye anatutunza kama watoto wake. Yeye huyu ndiye hata asubuhi hii katika semina hiyo ataendelea kututunza, ataendelea kutupigania, ataendelea kututia nguvu mpaka jua litakapozama. Bwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hiyo na katika semina yetu hii, maana yake tutakuwa na mengi ya kubadilishana wakati Mungu anatulinda na kututunza kutoka kwa uwezeshaji wetu. Tuwe tayari kwa ajili ya kuyapokea hayo kutoka kwa kufunda katika sehemu yao kwa ajili yetu sisi. Tutakutana na vipindi mbalimbali na masomo mbalimbali ambayo yako mbele yetu. Tuwe tayari, tujitume vizuri, twende vizuri, wala tusiwe na hofu wala na wasiwasi. Chakula kipo na chai ipo, basi tumefika kama nyumbani wote tulivyo, na tuwe huru kwa uwezeshaji wetu kuchangia yale tulionayo na mawazo tulionayo, ili sisi yapate kutujenga na kutuimarisha katika maisha yetu tungali tukiwa hai hapa duniani. Kwa hiyo nawatakia usikivu mwema na utulivu kutoka kwa ukufunzi wetu, tukijua kwamba Mungu yupo ambaye anatutunza, anatulinda, ambaye ni mchungaji wetu. Na katika Zaburi ile ya 23 tunazungumza Bwana ndiye mchungaji wangu, anayetulinda na kututunza, yuko hapa. Ndio hii inakwenda na maneno ya asubuhi ya leo. Atutunze Mungu katika siku nzima tulionayo. Amen. Amen.